tunafikiria kudai haki. Maana kwamba hata kama tukikaa kimya tukaona kwamba tunahofia kufa, tutahofia kuuawa kwa sababu tunadai haki, na siku zote kama unavyojua kudai haki ni gharama. Ni kweli kudai haki ni gharama. Hata ukija kuangalia watu ambao waliuawa katika kwenye maandamano, watu waliotekwa kwa sababu ya kupiga kelele ama kuzuia watu wasitekwe, kwa hiyo uliona kuna gharama ambayo walilipa. Kwa namna nyingine waikubali kufa ili sisi tupone. Sasa mimi nimeona kwamba nije nizungumzie jambo hili la haki, kwa sababu sasa hivi kipande kikubwa Tanzania hamna haki, na ndugu zetu tunaona wameuawa, ndugu zetu wametekwa. Mpaka leo hii hakuna mtu anayewazungumzia hao ndugu waliotekwa ama watu waliouawa ama ndugu zao, kwa sababu ukija kuangalia kipande kikubwa, kuna wengine wameuawa na wameacha familia zao, wameacha watoto ni wachanga, wameacha wake zao wamekuwa ni wanawake wajane, wengine wameacha watu kadha wa kadha ambao waliokuwa na wategemea. Sasa mimi swali langu ni hili la kupigia kelele kudai haki. Swali langu ni hili ya kwamba pamoja sisi tunahofia kupatwa na matatizo, ama tunaona ya kwamba njia pekee ni kukaa kimya ndio kujiponya. Hapana. Mimi nimejaribu kusoma katika kwenye maandiko, kwenye Biblia, nimeona kwamba walikuwepo watu waliopitia changamoto kama hii tuliyoipitia ahamu hii, ama kipindi cha mwaka 2025 Oktoba tarehe 29 na tarehe 30 na tarehe 1, kwa sababu kumbuka ndugu zetu waliuawa ndani ya siku 3. Waliuawa tarehe 29, waliuawa tarehe 30 na tarehe 1. Wameuawa siku 3. Waliuawa ni wengi sana. Sasa mimi sioni umuhimu wa kujiponya ama nikae kimya kwa sababu nahofia maisha yangu, kwa sababu nahofia kuuawa, kwa sababu huenda nitaweza nikahofia kuna magumu yanaweza kanipata. Hapana, mimi siamini maisha kama hayo, ila mimi ninachokiamini kwamba ndugu waliouawa sio kwamba walikuwa na makosa. Sio kwamba walikuwa na makosa. Hakuna mtu aliyekuwa na makosa. Ndugu waliouawa wameuawa kwa kupambania haki, kwa kudai haki. Sasa inakuwaje ndugu zetu wameuawa kwa kudai haki, alafu sisi tukabaki kukaa kimya kwa sababu sisi tunahofia kuuawa, tunahofiwa kukutwa na mabaya? Sasa tutakuwa ni wenda wazimu. Tanzania tutakuwa ni namba 1 ya wenda wazimu, kwa sababu ndugu zetu wamekufa kwa kupambania haki, alafu baada ya kufa sisi tumekaa kimya. Sasa kulikuwa na umuhimu gani damu kumwagika? Kulikuwa na umuhimu gani watu kutekwa? Kulikuwa na umuhimu gani? Sasa kama ndugu zetu wameuawa, wametekwa, kulikuwa na umuhimu gani sasa wao damu yao kumwagika? Hapana, mimi nimeona hapana, hicho kitu hakiwezekaniki. Kama mtu wa Mungu nimerudi katika kwenye Biblia, nimejaribu kuisoma na nimeona hiki kitu ni hapana. Sasa ngoja kwanza nikusomee katika kitabu cha Mwamuzi ile sura ya 20 na mstari wa 17, ili tuone kwamba hawa ndugu mara ya kwanza walienda kupigana vita. Wana Israeli walienda kupigana na ndugu Benjamini, walienda kupigana hivyo vita. Wakaenda mara kwanza kupigana, walipoenda kupigana hivi vita wakauawa. Wana Israeli walikuwa wanataka haki. Unaona? Walienda kupigana wakapigwa. Mara pili wakaenda kupigana tena wakapigwa. Watu wakauawa sana, kama sisi kipindi tulichopitia. Kumbuka wameana ndugu zetu waliofanya maandamano, waliokuwa wanatetea watu, waliokuwa wanataka haki, wametekwa, wameuawa. Sasa sisi kuna maana gani ya kujiponya? Naomba ukanisomea hapo hivi msomaji, katika kitabu cha Mwamuzi sura 20 mstari wa 17. Naam. Nao watu wa Israeli mbali na hao wa Benjamini walihesabiwa kuwa ni watu waume 100,000 wenye kutumia upanga, hao wote walikuwa ni watu wa vita. Basi wana wa Israeli wakainuka wakakwea kwenda Betheli, nao wakakata shauri kwa Mungu, wakasema, ni nani atakayekwea kwenda vitani
kwanza kwa ajili yetu juu ya wana wa Benjamini. Ndio. Bwana akawaambia, Yuda atakuwa ya kwanza. Basi wana wa Israeli waliondoka asubuhi, wakapanga hema zao juu ya Gibea. Watu wa Israeli walitoka ili wapigane na Benjamini. Nao watu wa Israeli wakaviandaa vita juu ya huko Gibea. Wana wa Benjamini wakatoka Gibea, wakaangamiza hata nchi watu 22,000 katika Israeli siku hiyo. Wakaangamiza. Hapo unaona kwamba walienda mara kwanza. Unaona hapa hivi walienda wakaenda wakaangamizwa. Ukija kuangalia hapa hivi tukienda kusoma hapa hivi utaona kinachofuata. Hebu endelea hapo hivi. 24 anasema basi wana wa Israeli wakakaribia juu ya wana wa Benjamini siku ya pili. Benjamini alitoka kupigana nao kutoka Gibea siku ya pili. Ndio. Wakaangamiza hata nchi watu 18,000 tena. Wakaangamiza tena. Israeli. Hapo hivi wameenda kwa mara pili kupigana vita. Wameenda tena wameangamiza, lakini hawajakata tamaa, hawajachoka. Tukienda kusoma hapo hivi 33 anasema basi hao watu wote wa Israeli wakaondoka mahali pao wakajipanga huko Baal Tamari, na hao wenye kuvizia wa Israeli wakatoka mahali hapo walipokuwa hata mahali Geba. Kisha watu 10,000 walichaguliwa katika Israeli wote wakaja juu ya Gibea. Na vile vita vilikuwa vikali sana, lakini hawakujua ya kuwa uovu ulikuwa karibu nao. Bwana akampiga Benjamini mbele ya Israeli, na wana wa Israeli waliangamiza watu waume 25,100 wa Benjamini siku hiyo. Wote hao walikuwa wenye kutumia upanga. Unaona hapo hivi, kwa mara ya tatu wakaenda wakawaangamiza. Kwa sababu kumbuka, sisi hapa hivi ndugu zetu wameuawa, ndugu zetu wametekwa, lakini sisi tumekaa kimya. Sasa kulikuwa na umuhimu gani sasa ndugu zetu kuuawa kwa sura kama ile? Ndugu zetu wameuawa kama vile ni watu ambao hawafai, kama vile wakimbizi. Sasa hao wenzetu tunaona kwamba mara ya kwanza walienda wakapigwa, damu ikamwagika. Mara pili wakaenda wakapigwa. Mara tatu Mungu akawa nao wakashinda. Sasa mimi siamini kwamba kukaa kimya ndio kujiponya. Hapana, kukaa kimya sio kujiponya. Kuna mahala kitabu cha Mwanzo kinasema kwamba mwenye kuiangamiza nafsi yake ataiona, na mwenye kuiona nafsi yake ataiangamiza. Mwenye kuiangamiza nafsi yake ataiona, na mwenye kuiona nafsi yake ataiponya. Sasa sisi kama tunakaa tunaona kwamba tujihurumie, tutakufa, mabaya atatupata, tushinde kudai haki. Hapana, mimi nasema ni mojawapo ya kupiga kelele, ni mojawapo nitasimama kupiga kelele kwa kila namna ya lugha, kwa kila namna ya maneno, kwa kudai haki. Kwa sababu wazalimu, wauaji, mavampire hawaamini kwamba kuna kitu kinaitwa haki. Hawaamini hicho kitu, hawakiamini. Na ndio maana naona kwamba katika kwa mazungumzo yao watazungumza, lakini uwezi ukasikia wanazungumzia kitu kinaitwa haki. Unasikia haki ni nini? Haki ni nini? Kwa hiyo mimi niseme kwamba kila mtu mwenye akili timamu lazima dai haki, lazima dai haki. Waovu walipata kukimbia nchi, sio kwamba watu wema waliokimbia waovu. Hapana, hapana. Hata pamoja mabaya atatukuta, hata kama tutakufa katika kwenye kudai haki. Maana najua kwamba nikifa kwenye kudai haki, basi najua kwamba nimekufa katika njia iliyo sahihi. Nimekufa katika njia iliyo sahihi kabisa. Kwa sababu nachokijua kwamba Mungu wetu ni wa haki. Mungu wetu ni wa haki. Sasa haiwezekaniki ya kwamba waovu wakawa na nguvu kuzima haki. Hapana. Ni lazima tuzungumze, ni lazima tutumie kila aina ya maneno, na kila mmoja mwenye ufahamu ya kujua kwamba haki ni nini, nini maana ya haki, basi lazima utasimama na kudai haki kwa kutumia kila namna ya maneno, kila namna ya lugha, kila namna ya kufafanua maana ya haki. Sasa kuna wengine utasikia kwamba anakuambia wewe kaa utulie, achana masuala hayo. Kuna wengine watumishi wa Mungu wanajiita ni watumishi wa Mungu, kumbe ni waizi tupu. Hakuna watumishi wa Mungu. Mimi nataka nikujulishe kwamba
Hakuna mtumishi wa Mungu ama ufalme wa Mungu ulichukuliwa na watu dhaifu. Soma Biblia hii. Ukisoma Biblia hii hauwezi ukaona kwamba watu walikuwa ni dhaifu. Wote walikuwa na nguvu. Sasa leo hii watu wa Mungu tulionao ni dhaifu. Ni watu wa kutoa maneno ya kujipendekeza ili waonekane kwamba wasamehewe. Ili waonekane kwamba waovu waone kwamba watu hawa ila wanalilia mioyoni mwao. Lakini wanashindwa kuzungumzia swala la haki kwa sababu wanahofia maisha yao. Mimi siamini kwamba Mungu aliyebeba, tezi kama umebeba muhuni fulani nasema kwamba Mungu wetu ni mwenye haki. Ambao aliitwa ni cha Mungu alikuwa ni majasiri kama simba. Biblia inasema kwamba wacha Mungu ni majasiri kama simba. Sasa tutakuja kuona madhara ya watu waoga. Naomba kanisome katika kitabu cha Ufunuo 21:8 asema, 21 bali waoga na wasioamini ndio na wachukizao na wauaji na wazinzi ndio na wachawi na waabuduo sanamu ndio na waoga wote sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto. Sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto. Yaani wewe kama unajiita wewe ni mtumishi wa Mungu na umeogopa kusema ukweli, kama Mwamposa juzi alivyozungumza kwamba kipindi kingine kwenye madhabahu inatakiwa na hekima. Uwe na hekima kwenye madhabahu, uwe na hekima. Sasa Biblia inasema kwamba waoga sehemu yao ni kwenye ziwa la moto. Kiujumla sehemu yao ni jehanamu. Sasa mimi siamini kwamba kukaa kimya ndio kujiponya, kukaa kimya ndio kwa salama. Hapana, mimi siamini kwamba ndugu zetu waliouawa, waliotekwa, sio kwamba walikuwa na makosa. Hapana, ni kikundi cha watu waovu, wauaji, wenye maenezi, wa dhuluma, wameamua kufanya jambo hilo. Sasa mimi nasema kama mtu wa Mungu, wauaji hawastahili kuishi ndani ya taifa hili. Hawastahili. Tofauti kama wanataka waishi ndani ya taifa, basi wabadilishe njia zao tena kwa vitendo. Mimi nasema kwamba tutadai haki kwa kila namna ya lugha. Waelewe wasielewe, tutadai haki kwa kila namna ya maneno. Mungu abariki sana watu wa Mungu.